Tarehe 22 Disemba mwaka jana, shule ya msingi Njia Panda iliyoko kijiji cha Msambawani, kata ya Kilimampimbi, iliezuliwa na upepo ambao madarasa 4 yalibomolewa. Na tarehe 22 mwezi huo kamati ya maafa ilitembelea kwa ajili ya kuangalia hali halisi ilivyo, na wananchi wanaendelea kwa ajili ya kujenga. Sasa nilitaka kujua, kwa sababu hii taarifa pia ofisi ya mkurugenzi ilishapewa taarifa, ni lini halmashauri itawasaidia wananchi wa shule ya msingi Njia Panda kijiji cha Msambawani, ambao paka sasa hivi kuna upungufu mkubwa wa madarasa, kwani tuna madarasa 4 tu ambayo yapo paka sasa hivi. Ni kuhusu shule ya msingi Mtunduru. Imekuwa ni mwaka wa pili sasa watoto wanasoma pale, lakini hakuna mwalimu wa kike, ambapo niliomba mara ya kwanza, niliuliza nikajibiwa kwamba ataletwa mwalimu wa kike. Natambua kwamba watoto wa kike wanatakiwa wahudumiwe na mwalimu wa kike. Sasa nauliza, je, ni lini halmashauri au serikali italeta mwalimu wa kike pale shule ya msingi Mtunduru? Zahanati ya Nsenga, huu ni mwaka umekamilika tangu tumepokea mhudumu tumishi pale, lakini zahanati bado haitoi huduma. Sasa ni lini zahanati ya Nsenga itaanza kutoa huduma kwa wananchi, ili lengo na sera ya rais iweze kukamilika, kuhakikisha kwamba wananchi wanapata huduma karibu? Mheshimiwa Mwenyekiti, hilo swala tunalifahamu la Kilimampimbi, na ndio maana wakati wa bajeti tumewaleteni nyongeza ya bajeti milioni 550 kwa ajili ya watu wa afya, 500 kwa ajili ya hapa makao makuu, milioni 300 miradi ya maendeleo, milioni 200 matumizi ya kawaida. Katika ile milioni 300 tutajenga madawati na kusaidia maboma hayo ambayo yamepata hitilafu katika maeneo mbalimbali. Tunduru alishapangwa mwalimu Marieta kwa rai, ila mpaka sasa hajaripoti. Kwa hiyo akisharipoti tutamleta Mtunduru. Kuhusu zahanati ya Nsenga, nitatuma timu ya wataalamu iende ikajiridhishe pale kama mazingira yale yanaruhusu kutolewa kwa huduma. Tutatuma timu pale iende kujiridhisha, na kama taratibu zitakuwa zimekamilika, kiwemo pamoja na kuwepo kwa kichomea taka, tutaifungua karibuni zahanati hiyo. Watu wanachotaka ni elimu. Na hakuna kitu kizuri kabla hujaanza program watu elimu. Na hiyo fanikio kwenye jambo lolote, ukipeleka elimu hautatumia nguvu kufanikisha. Kwa mimi ninashauri mkurugenzi, kaeni na management yao, muone namna gani madiwani watakwenda kupata elimu ya kutosha ili waweze kwenda kuwa chachu ya kufanikiwa.